Tunyoshe na ya 3, tunyoshe na ya 4, akili na ufahamu wako. Amen. Basi andika ujumbe unayosema tumaini liko kwa Mungu pekee. Tumaini liko kwa Mungu pekee. Na kitabu tutakachokwenda kutembea nacho jioni leo ni kitabu cha Ezekieli 37 sura ya kwanza. Ezekieli sura 37 mstari wa kwanza hadi wa 15. Amen. Lakini kabla hatujapiga hatua zaidi, kitabu hiki, mwandishi wa kitabu hiki ni Ezekieli yeye mwenyewe. Ni moja kati ya manabii wakubwa na alifanikiwa kukamilisha kitabu hiki kikiwa na jumla ya sura 48, na alianza huduma hii ya unabii akiwa na umri wa miaka 30. Hapo ndipo Bwana alipomwonekania na kuanza kumtumia nabii huyu Ezekieli, na akaandika kitabu kimoja hiki cha Ezekieli. Na leo tunakwenda kutazama maneno machache kutoka ndani ya kitabu hiki cha Ezekieli. Na kitabu hiki chenye jumla ya sura 48 ni kitabu kilichogawanyika takribani mara 3. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kitabu kilichogawanyika mara 3 na kinaeleza nyakati 3, lakini wahusika wakuu wakiwa ni wana wa Israeli pamoja na Babeli. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitabu ambacho kinaeleza kwa habari ya wana wa Israeli ambapo walishindwa kufata na kutii maagizo ya Mungu, kuziacha sheria zake na kukimbilia kuabudu miungu mingine, na mwisho wa siku Mungu aliweza kuwakabidhi wana wa Israeli mikononi mwa watesi wao. Manake taifa la Israeli lilipigwa, Yerusalemu ilipigwa yote ikaanguka, na baada ya kupigwa na kuanguka watu walitawanyika na walisambaa katika maeneo mengi mbalimbali, na asilimia kubwa waliweza kuchukuliwa mateka katika nchi ya Babeli ikiwa chini ya mfalme. Waliweza kuchukuliwa mateka katika nchi ya Babeli ikiwa chini ya mfalme Nebukadreza wa pili. Amen. Tuko sawa sawa. Lakini ukichi kitabu mafungu haya matatu, na fungu la kwanza lilionyesha sababu ya hukumu kwa wana wa Israeli, ambapo kikisoma kitabu hiki katika ile sura ya kwanza mpaka ya 24 utaona ni kwa nini hao wana wa Israeli waliweza kuchukuliwa mateka kutoka katika nchi yao na kupelekwa katika nchi nyingine ya Babeli. Lakini fungu la pili ilikuwa ni kutoa wito wa toba. Hii ukisoma kuanzia Ezekieli ile sura 25 mpaka 32, hapo tunapata wito wa toba kwa wana wa Israeli. Mara baada ya kuteseka mara nyingi wakiwa kule Babeli, wanapata wito kuanzia hii sura 25 mpaka 32, lakini kuanzia 33 mpaka mwisho huko ni kutoa tumaini la urejesho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumaini la urejesho ndani ya kitabu hiki kwa habari ya wana wa Israeli inaanzia sura 33 mpaka ile 48. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Ezekieli wakati akiandika kitabu hiki, na yeye pia alikuwa ni miongoni mwa watu waliochukuliwa mateka kule Babeli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kitabu hiki alikiandika akiwa kule Babeli, naye akiwa ni moja kati ya mateka, na alikuwa akiona shida na mateso mbalimbali ambayo walikuwa wakipitia wana wa Israeli, naye Mungu akamtumia Ezekieli katika maono mbalimbali. Haleluya. Tuko pamoja? Amen. Basi Ezekieli aliendelea kuandika kitabu hiki na kuandikia wana wa Israeli wakiwa naye akiwa ni miongoni mwa watu waliochukuliwa mateka kule Babeli. Bwana Yesu asifiwe. Na katika shida kuna mawazo mengi na mawazo mbalimbali na hisia tofauti ambazo huwa zinaibuka pale ambapo mtu anakuwa anapitia changamoto mbalimbali, hasa pale jaribu kubwa linapokuwa limeinuka juu yake. Lazima mawazo mengi yatakuwa ndani yake. Kwa mfano kwa habari ya wana wa Israeli, hawakuweza kufikiria tena habari za Mungu, bali ni watu ambao waliamini ya kwamba Babeli ina nguvu kubwa kuliko Israeli, kuliko Mungu wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo walifanya kila namna, na walikuwa wana miungu mingi waliokuwa wakiabudu, wakiamini ya kwamba inaweza ikawasaidia kuwatoa mikononi mwa watesi wao. Na miungu hiyo hakuwa Mungu mmoja, ilikuwa ni miungu mingi tofauti ambayo wana wa Israeli walikuwa wakiabudu na wakiamini ya kwamba kupitia miungu hii wanaweza wakafanya namna yoyote ya kuchomoka Babeli, lakini haikuwa hivyo.
Bwana Yesu asifiwe. Bado ile miungu haikuweza kuwasaidia. Ni miungu ambayo ilikuwa si chochote mbele ya Mungu wa Israeli aliye hai. Kwa hiyo bado walizidi kuendelea kubaki katika mateso mbalimbali waliokuwa wakikutana nayo kule Babeli. Na sababu kubwa ni nini? Ni kumwacha Mungu, kuziacha sheria za Mungu na kufata miungu mingine, naye Mungu akaamua kuwakabidhi mikononi mwa watesi wao. Ukisoma kuanzia Kutoka kuja mbele mpaka hichi kitabu tulicho cha Ezekiel, bado tu inaeleza kwa habari hiyo hiyo ya wana wa Israeli. Ni watu ambao wamesimamiwa na waamuzi wengi, wamesimamiwa na manabii wengi, kina Musa, kina Ezekiel, hawa kina Debora, kina Baraka. Wote hawa bado ni watu waliokuwa wakisimama kwa ajili ya wana wa Israeli, kuwavusha, kuwatoa katika hatua moja na kuwapeleka katika hatua nyingine. Lakini licha ya yote na licha ya kuhamishwa na licha ya kuombewa rehema, kuna watu waliosimama mbele ya wana wa Israeli kwa ajili ya kuomba rehema kwa Mungu, ili mwisho wa siku Mungu aweze kulisamehe taifa hili la Israeli. Kwa hiyo kila wanapochomoka kutoka katika mikono ya watesi wao, bado waliweza kumsahau Mungu, waliweza kusahau sheria za Mungu, na waliweza kusahau ni wapi ambapo Mungu aliwatoa. Licha ya magumu yote waliokuwa wakipitia, ukianzia safari ya Musa kule wakati wako jangwani mpaka wanakosa chakula na maji, lakini Mungu anawapa maji ya mwambani, anawapa mkate wa mana. Yote hayo Waisraeli walikuwa wakumbuki. Kwa hiyo walipokuwa wakishiba na kutoka katika shida, walikuwa wakisahau kwa habari ya Mungu wao. Haleluya. Tuko pamoja au tunakimbia haraka haraka? Tuko pamoja. Tuendelee. Amen. Basi kitu kingine ambacho kilikuwa kikiwakumba wana wa Israeli ni huzuni na kukata tamaa kwa kupoteza nchi yao. Tumeona Jerusalem ilipigwa na Babeli kwa sababu Mungu hakuwa pamoja na Israeli tena, na waliacha sheria za Mungu. Kuna watu walikuwa na miungu yao tofauti, na kitu kingine bado walichafua hekalu la Mungu. Lile hekalu la Mungu ndipo wao walipoweka sanamu zao za kuchongwa, waliabudu mpaka, Biblia inasema waliabudu mpaka wadudu watambaao. Sasa piga hesabu, yani unakosa vya kuabudu mpaka unakuja unaabudu vidudu vile vitambaavyo. Kwa hao wana wa Israeli wao waliamini kwamba hata vile vidudu bado vina uwezo wa kuwatoa katika mateso walioweza kupitia wakiwa Babeli. Msomaji mmoja tusomee Ezekiel 37 kuanzia mstari wa kwanza ataenda mpaka ule mstari wa 14, na hilo ndilo andiko letu kuu jioni leo. Tuchana pia Ezekiel sura ya 37. Amen. Na ule mstari wa kwanza hadi mstari wa 14. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama, ilikuwa mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, Bwana Mungu, wajua wewe. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama, nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu, na kuwafunikiza ngozi, na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi nikatoa unabii kama nilivyoamriwa. Hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mshindo mkuu, na tazama, tetemeko la nchi, na ile mifupa ikasogeleana, mfupa kwa mfupa mwenziwe. Nikatazama, kumbe kulikuwa na mifupa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi ikafunika juu yake, lakini haikuwamo pumzi ndani yake. Ndipo akaniambia, tabiri
utabirie upepo. Mwanadamu, kawaambie upepo, Bwana Mungu asema hivi, njoo kutoka pande zote, pande za pepo nne. Pumuzi, ukawapulizie hawa waliouawa wapate kuishi. Basi nikatabiri kama alivyoniamuru. Pumuzi ikawaingia, wakaishi, wakasimama kwa miguu yao, jeshi kubwa mno. Kisha akaniambia, mwanadamu, mifupa hii ni nyumba yote ya Israeli. Tazama, wao husema mifupa yetu imekauka, matumaini yetu yamepotea, tumekatiliwa mbali kabisa. Basi tabiri, uambie, Bwana Mungu asema hivi, tazama, nitafunua makaburi yenu na kuwapandisha kutoka katika makaburi yenu, enyi watu wangu, nami nitawaingizeni katika nchi ya Israeli, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, nitakapoyafunua makaburi yenu na kuwatoa ninyi katika makaburi yenu, enyi watu wangu, nami nitatia roho yangu ndani yenu, nanyi mtaishi, nami nitawawekeni katika nchi yenu, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Nimesema hayo na kuyatimiza, asema Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wote tumeyasikia maneno mazuri ya Mungu. Basi huo ulikuwa ni utabiri aliokuwa anapewa nabii Ezekiel kwa habari ya mifupa mikavu. Na mifupa mikavu ilikuwa ni maono ya kiroho au fumbo alilokuwa anapewa nabii Ezekiel. Haleluya. Tunaelewa? Mifupa mikavu hii ilikuwa ni maono au fumbo la kiroho ambayo alikuwa akipatiwa nani? Nabii Ezekiel. Atabiri kwa habari ya mifupa mikavu. Je, wangapi hapa tunaweza kutabiri kwa habari ya mifupa mikavu na yenyewe ikapata uhai, ikapata kuishi? Watatu. Na huku nyuma wengine hatuwezi. Somo letu linasema tumaini liko kwa Mungu pekee. Je, kwa kumtumaini Mungu hatuwezi tukatabiri mifupa mikavu ikapata uhai? Tunaweza tukaitabiri ikapata kuishi? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa habari hii ilikuwa ni habari juu ya utabiri wa hii mifupa mikavu, ambapo ili fumbo pia lilikuwa linakuja kwa wana wa Israeli ambao waliona ya kwamba Mungu wao amefanyaje? Amewaacha na hana nguvu kama yule Mungu wa Babeli. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anamwambia nabii Ezekiel atoe unabii juu ya mifupa hii mikavu, nayo ipate uhai na yenyewe ipate kufanyaje? Ipate kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona juu ya habari hii ya mifupa mikavu ni kwamba mifupa mikavu ilikuwa ikiwahusu wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona baada ya Ezekiel kutabiri juu ya mifupa mikavu, tunaambiwa mifupa mikavu ilipata uhai na ilipata kuishi, na mwisho wa siku ilisimama ikawa nini? Ikawa jeshi kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapa ndio ilikuwa mwanzo wa kushinda kwa Israeli na kutoka mikononi mwa Babeli. Haleluya. Tunaelewana? Kama tunaelewana, punga mkono namna hii. Kule nyuma tusikae kibosi. Kikaa kibosi dakika 0 tutasinzia. Kaa kama tuko kanisani. Haleluya. Hata kama ni mheshimiwa ajikaze kazi. Cheo bado hakijawa kikubwa sana. Kaa tu vizuri. Haleluya. Basi kwa habari hii tunaona hawa Israeli tunaona wana wa Israeli wanapata unabii huu ili kuwarejeshea tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Tumesema fungu la 3 la kitabu hiki cha Ezekiel kimekuja kugawanyika huko kwenye habari ya nini? Habari ya tumaini. Na tunaona habari ya tumaini ikianza katika ile sura 33, lakini sisi tumesoma kwa habari ya sura ya 37, na hapo tunaliona tumaini likirejea kwa wana wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Basi kabla tujasonga mbali sana, turudi nyuma tena tuone ilikuwaje mpaka wana wa Israeli wakakamatwa na kuingia mikononi mwa Babeli. Bwana Yesu asifiwe. Zipo sababu chache
ambazo nimeweza kukuletea jioni ya leo, na sababu hizo ilikuwa ni kuabudu kwao sanamu na kuiacha hekalu la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ilikuwa ni moja kati ya sababu ambayo iliwafanya watu waingie katika mikono ya watesi wao ambao walikuwa ni hawa wa Babylon. Ni katika Ezekieli sura ya 8 mstari wa 1 mpaka wa 14, hapo tutapata habari hizi za Israeli kuabudu sanamu na kuichafua hekalu la Mungu. Hapo mwanzo nimetangulia kukuambia kwamba ndani ya hekalu la Mungu ndimo sehemu ambayo ibada zao ziliendelea kama kawaida, na kule ndani ndimo walipoweka habari ya sanamu zao, kuabudu wanyama. Biblia inasema wanyama wasiofaa, lakini pia walikuwa na wadudu watambao. Yote hayo, ibada zote hizo ziliendelea ndani ya hekalu la Mungu kule Jerusalem, na kupelekea Mungu kukasirika na kuipiga nchi yote ya Jerusalem na watu kutawanyika, na mwisho wa siku kuingia katika mikono mbalimbali ya watesi wao, na kubwa zaidi ikiwa ni Babeli. Lakini sababu nyingine ilikuwa ni kuporomoka kwa maadili na utaratibu wa jamii. Bwana Yesu asifiwe. Kuporomoka kwa maadili pamoja na utaratibu wa jamii. Israeli ilikuwa bado kuna wachungaji waliokuwa wakiendelea na huduma zao za uchungaji, lakini bado kulikuwa na viongozi mbalimbali ambao pia walikuwa wakiendelea na taratibu zao. Kwa hiyo kwa wale viongozi walijawa na rushwa, walijawa na ufisadi ndani ya kipindi hicho. Yaani wakati wanapitia mateso, wao bado walikuwa na nini? Walikuwa wamejawa na rushwa, ufisadi. Mchungaji alishindwa kulinda kondoo na kuwaongoza vyema, hatimaye kondoo walikuwa wakitawanyika kwa maana ya watu au waamini waliokuwa wakiamini katika Kristo. Lakini pia wachungaji wakati huo walikuwa bado wakijinufaisha kwa mali mbalimbali zitokanazo na kondoo wao. Kwa hiyo ilikuwa mchungaji kwake ni bora zaidi kupata mali kuliko kukaa na yule kondoo. Kwa hiyo kondoo wake ambaye kwake yeye aliona ni kondoo walio wazuri, ni kondoo wenye kufaa, ilikuwa ni kondoo wale ambao walikuwa wakifanya kitu kwa ajili ya wachungaji wale, na wachungaji walikuwa wakinufaika kupitia wale kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake huduma ya wakati huo ilikuwa ni pesa. Yaani pesa ndio ilikuja ikatawala mpaka katika madhabahu ya Bwana. Ili upate jambo fulani lazima uende kwa mchungaji, utoe pesa kwanza, mchungaji ndo aweze kuendesha shughuli ile ambayo imekupeleka pale. Aidha ni mgonjwa, aidha una uhitaji juu ya jambo fulani, ilikuwa ni lazima utoe kiasi chochote kwa mchungaji. Kwa hiyo huduma za wakati ule ilikuwa ni huduma ambazo zilihitaji pesa. Ni sawa na huduma za makanisa ya sasa. Kumwona mchungaji unaambiwa ujaze fomu, labda utoe shilingi 50,000, kupona tatizo fulani sijui 500,000, full package unaambiwa sijui 2,000,000 na ngapi, kwamba utapata kila kitu ndani ya ile 2,000,000, na haina tofauti na kadi za VIP. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba ukiingia kwenye sherehe kila kitu utakikuta kule, yaani kuanzia maji, vinywaji na hivyo vingine. Kwa hiyo kwa kipindi hiki ilikuwa ukitoa kiasi cha pesa basi ndio utapata yale yote yaliyo mahitaji yako. Ni sawa na sasa, nadhani wengi ni mashuhuda, na tunaona kwa habari ya huduma mbalimbali ambazo zinaendelea. Bila pesa hupati kitu. Bila pesa hautakutana na mchungaji. Bila pesa hitaji lako halitaweza kusikilizwa katika ile madhabahu, na masharti mengine kaza wa kaza. Kwa hiyo ni vitu ambavyo viliweza kumchukiza Mungu kwa wakati huo, na Mungu alizidi kukasirika, na ndio sababu ya kuanguka kwa taifa hili la Jerusalem. Na sababu ya tatu ilikuwa ni uasi. Kuanzia Ezekieli 34. Ezekieli 34 ule mstari wa 1 mpaka wa 10 inatueleza kwa habari hii ya uasi, ambapo pia nimekwisha kuieleza kwa habari ya wachungaji na viongozi mbalimbali. Lakini sababu nyingine ni kutojali maonyo ya manabii. Miongoni mwa manabii waliokuwa wakisimama na kutoa maonyo juu ya watu hawa wa Israeli, hata nabii Yeremia pia tunaona alitoa maonyo kadhaa, lakini leo tunasoma kwa habari ya nabii Ezekieli na tumeona maonyo mengi ambayo alikuwa akiyatoa kwa habari ya wana wa Israeli. Na ukianzia katika sura ya 1 pia utaona namna ambavyo Mungu anamchukua Israeli na anamchukua Ezekiel, na Ezekiel anaianza kazi yake
Na hichi kitabu kikisoma vizuri ilikuwa ni juu ya maonyo kwa habari ya wana wa Israeli. Kwanza ile sura ya kwanza mpaka huko mbele ukiendelea, bado ilikuwa ni maonyo juu ya wana wa Israeli. Watu hawa walipata neema nyingi, walipata neema kubwa, lakini bado hawakuweza kutumia neema zile na fursa zile ambazo zilikuwa mbele yao, bali walishindwa kuwasikiliza wale manabii, na mwisho wa siku hata Mungu mwenyewe hawakuweza kumwamini, na walianza kumlinganisha na vitu vingine. Walianza kumlinganisha pia na mataifa na nchi zenye nguvu, ya kwamba nchi zile ni bora zaidi kuliko Mungu wao. Kwa nini nchi zile zimeweza kuwatawala na Mungu wao hajaweza kuwatoa katika mikono ile ya maadui? Bwana Yesu asifiwe. Maisha leo unaweza kuwa unapitia changamoto nyingi. Kuna changamoto nyingi ambazo tunapitia ndani ya maisha leo, aidha ni katika afya, katika huduma, katika uchumi na shughuli zingine mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Juu ya changamoto zote ambazo tumekuwa tukizipitia sasa katika maisha yetu haya ya kawaida, maisha ya kila siku, tumaini letu linatakiwa libaki sehemu moja. Tumaini letu linatakiwa libaki kwa Mungu pekee. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo pale ambapo tunaondoa tumaini kwa Mungu, tunaamini hapa Mungu hawezi, tunaanza kumlinganisha Mungu na vitu vingine. Kuna maeneo tunafika tunasema hapa Mungu hawezi. Pengine unakutana na jirani yako ama ndugu yako anakwambia mbona yupo mtaalamu fulani ambaye ukienda kwake tatizo lako limeisha kwa shilingi 5,000, kwa shilingi 2,000, au mwingine anakwambia hawezi akakuomba hela. Tayari ukisikiliza ushauri ule na kufanyia kazi, tumaini kwa Mungu unakuwa tayari umeshalifanyaje? Umeshaliacha, na tayari umeelekeza tumaini kwa habari ya miungu mingine. Na hapo ndio mwanzo wa anguko lako, na hapo ndio mwanzo wa wewe kufanyaje? Kushindwa na kuteswa na wale watesi wako. Aidha ni magonjwa ndio kifungo kikubwa kinachokusumbua wewe kwa wakati huo, basi itakuwa ni mwanzo mzuri wa wewe kuteseka vizuri na kuteseka ile kisawasawa, kwa sababu tumaini lako haujaliweka kwa Mungu, umeliweka kwa nani? Kwa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Yeremia anasema katika kitabu kile cha Yeremia 17 mstari wa 5 ya kwamba amelaaniwa yule amtumainie mwanadamu, amfanyie mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha nani? Amemwacha Mungu. Biblia imeandika amemwacha Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe kuna laana kubwa pale ambapo tunaliacha tumaini la Mungu na kuangukia katika tumaini la mwanadamu, na hapo ndio mwanzo wa kuanguka kwetu. Lakini pia hakuna msaada wowote ambao tunaweza tukaupata kwa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Au msaada upo? Hakuna. Kwa hiyo kumbe tumaini tunatakiwa tuweke kwa nani? Kwa Mungu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Yapo mambo mengi yanayoweza kukusumbua, yanayoweza kuendesha pengine maisha kwa ujumla. Yaani ukajikuta unapitia changamoto nyingi, na ukiona wenzako unaona wanaendelea vizuri, ukaamini ya kwamba mateso yale duniani ni wewe peke yako ndio unafanyaje? Ndio unapitia mateso yale. Sasa kwa kupitia hilo na kwa kuliona hilo, ni rahisi zaidi kuanguka. Unajua kuna wakati tunapitia changamoto kubwa na hatutafuti washauri walio sahihi. Tunaangukia katika washauri ambao wanaweza wakatupeleka kubaya zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukawa na mawazo mabaya, lakini wakati huo yanakuja na mawazo mazuri ndani yako. Yaani kila ukitaka kulitekeleza au kulitimiza lile lililo baya, unashangaa na wazo lingine zuri linakuja mbele yako. Linakuja wazo zuri, wazo la tumaini, lakini una mawazo mawili tayari. Uko na njia mbili na hujui ni njia ipi ya kwenda. Hujui ni njia ipi ambayo unaweza ukaiendea kwa wakati huo. Unakutana na mshauri mbaya. Kwa hiyo pale unapokutana na mshauri mbaya ndio mwanzo wa anguko lako. Bwana Yesu asifiwe. Ukikutana na mshauri mbaya, moja kwa moja atakwenda kusapoti ile njia yako mbaya ambayo uliiwaza. Amen. Una njia zako mbili, lakini umepata mshauri mbaya, naye atakuja atafanyaje? Atakusapoti juu ya njia ile ile. Kwa hiyo kuna wakati, ili tuweze kuepukana na hizi changamoto, tunahitaji kukaa chini, kufunga na kusemezana na nani? Na kusemezana na Mungu pekee, ili tumaini letu liendelee kubaki sehemu moja. Lakini pia tunaweza tukatumia washauri mbalimbali wa kiroho waliotutangulia, aidha ni wachungaji, ni wamama wachungaji, wazee, mashemasi na washirika wa kawaida au viongozi mbalimbali wa idara. Tunaweza tukakaa nao chini, kasema mama fulani au baba fulani, ninajaribu 1, 2, 3.
Bwana Yesu asifiwe. Japo tunaambiwa katika kitabu cha Yakobo tufurahi pale tuingie hapo katika nini? Katika majaribu. Lakini tunatofautiana uelewa na ile thinking capacity. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa wakati ambapo unaona umewaza na umefika mwisho na unaona hapa sasa siwezi kujikwamua juu ya lile jaribu, kuna wakati unaweza ukalifikisha kwa ndugu yako au jirani yako akawa ni mshauri mzuri, na mwisho wa siku ukaona kumbe kalikuwa ni kakitu kanini, kakitu kadogo tu. Na kama nitazidisha imani kwa Mungu, kale kajaribu katazidi kufanyaje? Katazidi kuondoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaelewana? Tupungiane mikono kama tunaelewana. Bwana Yesu asifiwe. Basi tupige hatua mbele kidogo. Bado tupo kwa habari ya kuweka tumaini kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tumezungumza kuna wakati unaweza ukafika mwisho ukahisi sasa kama ni dunia imekuacha na hauna msaada tena, lakini tumaini lako libaki kuwa kwa Mungu pekee na suluhisho lako abaki kuwa Mungu pekee. Tukisoma katika vitabu vingi ndani ya Biblia, vitabu mbalimbali, bado vinaeleza kwa watu ambao walikuwa karibu sana na Mungu, na baadhi yao shetani aliomba awajaribu wale watu juu ya nini? Juu ya imani yao. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona hata kwa habari ya Ayubu. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa ni mtu mnyofu, ni mtu aliyonyooka mbele ya Mungu, na hata shetani hakuweza kumuingia Ayubu moja kwa moja, ila shetani aliomba kwanza kibali kwa Mungu ili afanyaje? Amjaribu Ayubu. Bwana Yesu asifiwe. Tukaona Ayubu alikutana na mateso mbalimbali, akakutana na majaribu mbalimbali, alikuwa ni mtu mwenye fedha, lakini mwisho wa siku alipoteza kila kitu. Mke wake alimwambiaje? Amkufuru Mungu afanyaje? Afe. Kwa hiyo kwa mke wa Ayubu, yani kupitia tu majaribu aliyokuwa akipitia mume wake, tayari yule mwanamke alikuwa ashafanyaje? Alishaanguka kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo yale alikuwa hajapitia yeye. Anajaribiwa nani? Anajaribiwa Ayubu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika Ayubu 13:15, msomaji mmoja tupitishe hapo haraka haraka. 13:15. Ayubu sura ya 13 mstari wa 15. Tazama ataniua, sina tumaini, ila hata hivyo nitathibitisha njia yangu mbele yake. Bwana Yesu asifiwe. Tumesikia kauli aliyosema nani? Ayubu alisema atafanyaje? Atathibitisha njia yake mbele za nani? Mbele za Mungu. Yaani licha ya yale yote yaliyo makubwa yaliyokuwa yakimpata, bado alisema atafanyaje? Atathibitisha njia zake mbele za Mungu. Wengine leo tunauguliwa na mtoto kidogo tu, anachemka siku 2-3 tayari tushaziacha njia za Mungu. Tunaambiwa hilo tatizo mbona ni dogo tu, kuna kadawa, mbona hata pale kwako kapo, sikuna mti wa mwarobaini pale nyumbani kwako. Ni 1 2 3, fanya 1 2 3, hilo tatizo litafanyaje? Litaondoka. Yaani unakuta ni shida ndogo sana ambayo unaweza ukaomba tu ikaisha, na mwisho wa siku unakutana na mshauri anakuambia kwa habari ya vitu kama hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Yapo majaribu mengi ambayo tunapitia, lakini tunafanyaje? Tunasimama. Ninaelewa kila mmoja yuko hapa ana majaribu mbalimbali ambayo tayari alikwisha kukutana nayo na akaweza kusimama nayo, na mwisho wa siku akashinda, na ndio maana leo tuko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ninatambua pia kuna watu ambao kuna sehemu tulipoteza imani yetu. Amen. Situpo? Hatupo. Kuna watu ambao kuna sehemu ilifika tukaona sasa hili limefika mwisho, tukaamua kupoteza imani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Japo tupo kanisani, lakini kwa jaribu lile tulijikuta tumepoteza imani na kuiacha misingi ya Mungu na kwenda huku kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Tukapata kale kausemi kanakosema jisaidie na mimi nitafanyaje? Nitakusaidia. Kuna watu mpaka leo wanaamini baadhi ya mitishamba sio nanili. Yaani baadhi ya mitishamba kuitumia kama matumizi ya dawa si dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Si hata hapa bado tupo? Hatupo? Amen. Kuna watu bado tunaamini mitishamba
sio dawa. Yaani tunaichambua ile mitishamba kwamba huu hapa sasa ni dhambi kuutumia, lakini huu hapa sio dhambi, kama dawa mbalimbali za michango. Bwana Yesu asifiwe. Tunaamini ya kwamba tukitumia dawa ya michango sio dhambi, si ndio? Si tupo jamani? Mtoto kachelewa kutembea, unaambiwa mchape chape na mifagio miguuni, sijui atatembea. Si tupo? Hatupo? Jamani, tuseme ukweli. Ni wakati mwingine wa kupona. Amen. Si tupo jamani? Unaambiwa kakiamka asubuhi, kakanyagishe umande, kachape chape na mfagio. Ukikachapa chapa tu miguuni, kanafanyaje? Kanatembea. Bwana Yesu asifiwe. Mimi najua humu ndani tupo, ila tunaona aibu. Bwana Yesu asifiwe. Na jioni ya leo tunakwenda kuikomesha hiyo roho kwa jina la Yesu. Haleluya. Lakini sio hao tu. Kuna wengine tukiwakagua viu unakuta katoto hapa kwenye utosi hapa. Keusi, katoto ni keupe lakini keusi sehemu moja. Kwenye utosi tu. Pengine kote ni kazungu. Ukifika kwenye utosi, hajiulize mama nini? Nakwambia labda ni babake alikapaka dawa za kubadilisha nywele. Kalikuwa na nywele nyekundu, akaona akapake viko, kumbe ni vitu vingine. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo bado ni nini? Bado ni dhambi. Maana yake sasa wewe tumaini lako, yani imani yako tayari ndani yako tayari umekwisha kupoteza nini? Kupoteza tumaini, na ndio mwanzo na chanzo cha imani yako kutangatanga. Leo utakuja utaomba, kuna baadhi ya vitu utaamini ukiomba vinaisha, lakini kuna baadhi ya vitu utaamini ya kwamba ukitumia kitu kidogo, hicho kitu kinafanyaje? Kinaondoka. Maana yake tumaini lako kwa Mungu ndani yako limeshafanyaje? Limeshaondoka. Kilichobaki ni roho yako kufanyaje? Kutangatanga. Leo utaamini kitu hiki kinatoka kwa maombi, utafanya, lakini kesho utaamini kwamba hiki ukiweka kamiti shamba kidogo kinaondoka na sio dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini leo jioni leo nakwambia hata hiyo miti shamba bado ni nini? Bado ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Mchango unaondoka kwa kuomba, wapendwa. Kwa kuomba tu mchango unafanyaje? Unaondoka. Mimi nina ushuhuda kwako kadada. Kenya kalipata mchango, tukaomba na mchango ukaishi. Tena mapema kabisa, kakia bado ni kachanga. Yaani akakuchukua tamda mapema sana. Tukaomba. Tumeshirikishana na wachungaji hapo, tukasema mchango mbona ni pepo. Hilo tunafanyaje? Tunafagia tu linaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimefanya, nafikiri nilikuaga na rafiki yangu hapa mchungaji Bahati. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii ukimwambia mtu kwa habari ya kifafa kwamba kifafa kinaondoka kwa kuomba, hawezi akakuamini. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mimi leo nakwambia kwamba kwa maombi kifafa kinafanyaje? Kifafa kinaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Ninakumbuka niliwahi kupata simu moja kutoka kwa, nafikiri alikuwa ni mchungaji Jafet. Akasema mchungaji Amieli amesema mnatakiwa muende Kahama kwenye huduma, wewe pamoja na mchungaji Bahati. Nakumbuka tulienda, lakini pia miongoni mwa maelezo tuliopewa kwamba kuna binti anasumbuliwa na kifafa kwa muda mrefu, na ni kifafa ambacho hakuwa nacho utotoni. Kifafa kimekuja kimemwanza akiwa mkubwa, ni mtu mzima kabisa, ni mdada, akapata nini? Akapata kifafa. Kwa hiyo tukaambiwa twende tukafanye ile ibada, na baada ya ibada kuna mtu ana mahitaji 1, 2, 3. Tukaenda na ndugu yangu hapa, tukafika kweli, tulimaliza ibada na jioni tulienda kufanyaje? Kuomba juu ya yule mtu. Na tulivyoomba hatukupata simu yoyote ya taarifa mbaya kwamba kifafa kimerudi. Ile siku ilipita na kesho yake ilipita, nafikiri na siku zingine zikapita kama siku 2, 3. Tukaje tukapigiwa tena simu, yule binti ameanguka kifafa. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake kile kifafa kilikuwa bado hakijafanyaje? Hakijamwachia. Tukaje tukapata taarifa kwamba binti kaanguka tena kifafa. Kwa wakati ambao mchungaji Jafe anatupa taarifa na tunatakiwa twende Kahama, ni kipindi ambacho tulikuwa tunapitia kipindi kigumu sana kiuchumi, mimi pamoja na jamaa yangu huyu mchungaji Bahati. Bwana Yesu asifiwe. Tukaulizana, pastor, wewe una shilingi ngapi? Akasema mimi nina shilingi 4,000. Nauli ya kwenda kama mtu mmoja ilikuwa ni shilingi 6,000 kwenda na kurudi. Yeye ana shilingi 4,000. Mimi nina 5,500 na sijaacha matumizi nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Maana kile 5,500 natakiwa nifanyaje? Niache matumizi nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Bahati nzuri huyu Hope alikuwa akitumia uji na maziwa. Sasa tukaulizana na mama Hope, tunafanyaje? Nimepata taarifa ya kwamba natakiwa twende Kahama na mchungaji Bahati. Mchungaji Bahati ana shilingi 4,000 tu mfukoni, na mimi na sisi tunao hii hapa. Tunafanyaje? Akaniambia mimi nipe 2,000 kwenye shilingi 5,500. 3,500
wewe itumie kama nauli. Hilo la kurudi, Mungu atafanyaje? Mungu atatenda. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka nilikuwa wa kwanza kufika stendi. Nilipofika stendi ilibidi nikae kwanza na conductor tuyajenge. Bwana Yesu asifiwe. Sika nauli kalikuwa kadogo. Kwa tuyajenge, labda kuna namna inaweza kufanyika pale. Angalau tukapata hata pesa ya kutoa sadaka. Maana hata sadaka pia hatukuwa nazo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tumefika pale, tukaongea na conductor akatuelewa kwa shilingi 5,000, tukafanya safari, tukaenda Kahama. Kwenye 5,000 mimi nikajikuta nimebakiza shilingi 1,000. Bwana Yesu asifiwe. Na mchungaji Bahati alikuwa kama na 1,500. Ni hela ambayo kiiunga unaweza ukaomba akarudi mtu mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine akabaki huko wapi? Kahama, kwa sababu hana nini? Hana nauli. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nashukuru tulielezana mimi na yeye, tukaelezana hali tuliyokuwa nayo kwa wakati ule. Tukasema hakuna shida. Bwana atafanyaje? Bwana atatenda. Kwa hiyo tukazidisha imani kwa nani? Kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tukafika kule tukiwa kwanza tuliwekana sawa. Tukahakikisha kila mmoja wetu hana nini? Hana mawazo. Na tukajadili kwa habari ya yule binti aliyekuwa akianguka kifafa kwamba tutafanyaje ili tuweze kuzuia hili tatizo na ikiwezekana leo iwe mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tulijadili tukafika vizuri, mawazo ya kurudi nyumbani yakawa hayapo tena. Yaani hatukuanza tena kwa habari ya pesa wala nauli. Nakumbuka tulipofika pale maombi tuliyodondosha pale kwenye ule mji. Yaani tuliomba kama hatutaomba tena. Tukaomba. Mwisho wa siku yule binti kwanza alipotuona wakati tunaingia tu ndani, yule binti kifafa hapo akaanguka kifafa. Kwa hiyo nakumbuka tuliomba kile kifafa kikawa kimefanyaje? Kimemwachia yule binti. Hapo sasa tumeomba na kifafa kimemwachia yule binti. Tukaona kuna baadhi ya vitu ambavyo tukaanza kuviona sasa ambavyo ndani yetu vilianza kufanyaje? Kuleta matumaini. Kwanza tukasikia harufu nzuri ikinukia. Ndani ya muda huo kulikuwa kuna kimeza pale. Kikasogezwa pembeni ya friji. Tukaambiwa watumishi jisevieni. Kuna friji pale limejaa kila kitu, lakini pale kuna nini? Kuna meza, kuna msosi, kuna maotipoti yako pale. Nyumbani tumeondoka huku tumejali wake zetu tu. Yaani tuhakikisha wao wanafanyaje? Wanakula kwa kile kidogo ambacho tumewaachia. Alafu kuhusu sisi tutajua sisi wenyewe, kwa vile sisi ni wanaume, tutaangalia namna ya kufanyaje, namna ya kupambana. Ikiwezekana tutakaza, tutapitisha hiyo siku, tutaendelea na shughuli zingine. Muda ule wale watu wanatenga wakatuacha kidogo. Wakati wanaendelea kutenga pale, tukapata nafasi ya kuchomoa simu zetu hivi. Nikatoa simu haraka na natafuta namba ya Mama Hope. Pale mezani sipamecheka. Mtumishi Bahati naye akatoa simu haraka. Anatafuta namba ya Mama Utukufu. Kila mmoja akapiga simu. Oya, Bwana ametenda. Niendeleeni huko msifanyaje? Msituhesabu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli ile siku tulikula sana na jamaa yangu. Na stories zilikuwa nyingi sana. Yaani baada hapo stories zilikuwa nyingi. Tukajikuta imefika saa 3. Lakini tunakuja kutoka tena yale mazingira. Kwanza kabla ya kutoka pale, tulikutana na mtu ambaye alikuja akatushika mikono kama kutusalimia. Anatusalimia, watumishi Bwana asifiwe. Jamani samahani nina haraka ninawahi hivi. Lakini kila anayekushika hivi, unasikia kama kuna kitu mkononi. Bwana Yesu asifiwe. Basi unaweka unasema kama kakiwa ni kamemo, itajulikana mbele kwa mbele. Kama ikiwa ni chochote, basi itajulikana mbele kwa mbele. Kwa hiyo ukipewa tu ile mkono unajiongeza kimya unaweka mfukoni. Kwa kama ukija mkiachana na ule mtu ukifungua ikawa ni kikaratasi labda cha namba ya simu au ni ujumbe, basi itajulikana mbele kwa mbele. Lakini baada ya pale tumemaliza ile huduma, tunatoka pale. Ile wanatuaga tu. Tukakuta hifadhi imehamia tena mikononi mwetu. Wanyama kadhaa wameingia mikononi mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Na wale wanyama tukasema hatuna budi, mali asili ni sisi wenyewe, na wanyama tunawataitisha mikononi mwetu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna baadhi ya wanyama wale walitakiwa waende kwa Bahati na wengine waje huku. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi amini wamefunga tu gate. Kututega tu mgongo pale. Muda huo tukaanza kunanili. Bwana wewe na wanyama wangapi? Amina, wanyama wachache. Mchukua na hao. Bwana Yesu asifiwe. Tukaanza kusukumiana wale. Tukatoka pale tumechekelea. Kuja kurudi nyumbani kwenye familia zetu. Aisee, wale watu walitusukuma pakubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Na ni nini ambacho kilileta yote? Nini kufanyaje? Kuweka tumaini kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hiyo kama taarifa tulizozipata kwa mchungaji Jaffe, ingetokea tunamletea sababu
ya kile ambacho tulikuwa tunapitia kwa wakati ule, tusingeweza kuendesha hata familia zetu kwa wakati ule ambao tumefanyaje, tumepata zile taarifa na kuzipuuza au kuweka sababu au kujiwekea vikwazo ambavyo vingetufanya tusifike kule, kwa sababu tulicho nacho kilikuwa ni kidogo ambacho kingeweza kutosha labda kujibanabana kikatosha kwa habari ya familia zetu kwa wakati ule. Lakini tulijikuta kile kidogo ambacho tulienda kukitumia kule, tulipata kikubwa zaidi ambacho kilitusukuma kwa zaidi ya wiki nzima. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ushuhuda mkubwa haukuishia hapo tu. Yule binti hatukuwahi kupokea tena taarifa za kifafa. Bwana Yesu asifiwe. Basi kwa macho yangu na nikiwa miongoni mwa watu ambao tulikamilisha huduma ile, niliona yule binti kifafa kilifanyaje, kiliisha kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Sijajua labda kwa wachungaji huko kama washapokea taarifa tena. Alishapona. Bwana Yesu asifiwe. Na juzi tulikuwa naye hapa, na hisi ni mwezi ulioisha, tulikuwa naye hapa kanisani. Ni binti ambaye anapatikana tawi letu la Gilgali kule Kahama. Kwa hiyo tukajikuta kwa kuweka imani kwa Mungu tumepata faida maradufu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe ni jambo dogo ambalo halihitaji hata gharama kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo dogo ambalo gharama ni wewe mwenyewe kuangalia unataka nini mbeleni. Kwa hiyo kupitia sisi kuweka gharama zetu hizo kidogo kwa Mungu, tukajikuta tunapata mambo mengi na mambo makubwa na miujiza mikubwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mara ya kwanza hata na mimi nina historia hiyo ya kwamba niliwahi kuombea mtu kifafa na akapona kifafa. Bwana Yesu asifiwe. Wengine anakuambia kifafa hakiponi, lakini sisi tuliomba kikapona. Bwana Yesu asifiwe. Shangilie Yesu kwa makofi na vigelegele. Kwa kupandisha imani, kwa kuzidisha imani, hata wewe pia unaweza kufanya hivyo. Amen. Tunaona sio ya kifafa tu, wanakuja watu wengi, wanaombewa mahali hapa, wanafunguliwa na wanarudi na shuhuda kubwa. Na nyie tunaona ni wengi wanaokuja mahali hapa, wanafunguliwa na wanarudi kwa ushuhuda mkubwa, na hawaishi kwenda tu jumla. Bado wengine wanaleta na ndugu zao, wanaleta na mahitaji yao. Ni kwa sababu tu tumeweka imani kwa Mungu pekee. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake tusingekuwa na imani, tusingeweka imani yetu na kuweka tumaini letu kwa Mungu, miujiza yote isingekuwepo Mji Mwema. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii Mji Mwema imekuwa kimbilio la watu wengi, la watu makabila tofauti tofauti, nchi tofauti tofauti, wote wamekuwa wakikimbilia mahali hapa wakiamini madhabahu hii ina nguvu na uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Lakini na wewe ukiweka tumaini lako kwa Mungu, haya yote ni vitu vya kawaida. Mungu atakutumia vema na zaidi na zaidi na zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yamkini huko mahali hapa na unaendelea na huduma kama kawaida, lakini kuna baadhi ya maeneo uliweza kuteleza na uliweza kupoteza tumaini lako kwa Mungu, na ukafanya baadhi ya mambo mengine yasiyompendeza Mungu au yasiyofaa, na bado ukarudi ukaendelea kuwa pamoja na sisi. Jioni leo kuna haja ya kumrudia Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yoeli sura ya pili, Yoeli sura ya pili ule mstari wa 12, Biblia inasema basi nirudieni mimi nifanyaje? Anasema lakini hata sasa asema Bwana, nirudieni mimi nifanyaje? Kwa mioyo yenu yote. Na kwa nini? Na kwa kufunga. Na kwa nini tena? Na kwa nini tena? Na kwa kuomboleza. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ambaye hujapata ni Yoeli ile sura ya pili na ule mstari wa 12. Kwa hiyo yamkini tuko mahali hapa tuliweza kuteleza kwa habari hiyo, au tuliweza kuteleza kwa eneo hilo. Basi jioni ya leo tutakwenda kuomba tukiongozwa na kitabu hiki cha Yoeli sura ya pili na mstari wa 12, ambapo kinatuonyesha ni namna gani tunaweza tukaitaka rehema kwa Bwana Mungu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Basi unaweza ukasimama kwa miguu yako miwili. Karibu timu ya kusifu na kuabudu. Tuabudu kwa ufupi, na baada ya hapo twende kwenye maombi. Simama kwa miguu yako miwili. Simama. Timu ya kusifu na kuabudu kama timu Mike, tukamwabudu Bwana, tukarudishe tumaini mbele za Bwana, na kuna vitu vya kiroho vitaanza kuzaliwa hapa hapa.
Haleluya. Anzisha wimbo. Wingu linaenda na muda. Inua mikono yako kwa Bwana. Ukiwa umetulia, naomba muziki uzime. Mungu anahitaji alione tumaini lake ndani yako. Ilikuwa si jambo la kawaida ile mifupa kufufuliwa. Nabii Ezekieli alikuwa ana kitii kile ambacho Mungu ananena kwa habari ya mifupa. Ni vitu ambavyo vilikuwa vimepoteza uhai, yaani kwa kutazama hivi ni kitu ambacho hakiwezekani kabisa. Hicho unachokiona wewe hakiwezekani, unachokiona wewe hakiwezekani, hicho Bwana anasema
mingi, ina miaka mingi halijabeba watoto. Mungu anaona kuna watoto hivyo hivyo, anaona hivyo hivyo. Hiyo ndoa iliyo na changamoto nyingi, hiyo ndoa iliyo na changamoto nyingi, hiyo ndoa iliyo na migogoro mingi, hivyo hivyo Bwana nataka amani irejee, amani irejee, amani irejee. Hivyo hivyo unavyojiona wewe mwenyewe, uwezo ukajenga nyumba, uwezo ukaolewa, uwezo ukaoa, wewe Mungu anaona kwa tumaini yako majibu, yako majibu, yako majibu. Unaamini neno hili, ingia kwenye kuomba, ingia kwenye kuomba, ingia kwenye kuomba, zama kwenye maombi, zama kwenye maombi, zama kwenye maombi. Kuna vitu vinaenda kutokea, kuna vitu vinaenda kutokea pale ambapo wewe unaona hapa mimi siwezi kufanya jambo lolote. Wewe unaweza kufanya jambo. Na pia Ezekieli alipoambiwa itabirie hiyo mifupa mikavu jambo jipya kwake, jambo jipya kwake, jambo jipya kwake, jambo jipya, jambo jipya, jambo jipya. Akaitazama Bwana akampeleka kabisa, akamuonesha ile mifupa ambayo ni mikavu kabisa, haina uhai, haina uhai. Yale mambo unayoyaona kwa macho yako, unaona yawezekani. Bwana anasema yanawezekana, yanawezekana, yanawezekana. Zama kwenye maombi, kila moja moja, kila moja moja, zama kwenye maombi. Omba, 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 omba. Jiachie kwa Bwana, jiachie kwa Bwana, jiachie kwa Bwana, jiachie kwa Bwana. Uliyejaa Roho Mtakatifu, achilia ndimi za moto. Anza kunena, anza kunena, anza kuomba, anza kuomba. Yaombee yale mambo ambayo unaona hayawezekani, yasemeshe, yasemeshe. Na pia Ezekieli akanena, akanena, akanena. Ndiyo, 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 kinywa chako yuko Roho Mtakatifu. Yale maneno nayo yanena sio ya kwako, ni Roho ananena kupitia kinywa chako. Kila neno utakalotamka, haya, kuna vitu vinatokea. Kwa maana Ayubu akasema liko tumaini kwa mti ule uliokatwa. Haya, ndio, ndio, yale yaliyopoteza uhai, yale yaliyopoteza uhai, Bwana nataka leo utayaona yanajaa uzima, utayaona yanatokea, utayaona yanatokea, yanatokea. Wewe omba, 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 omba. Yes, omba, omba, omba. Zama kwenye maombi, zama kwenye maombi. Jiachie, jiachie. Omba, 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 omba. Omba, 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 omba. Omba, 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 omba. Kuna vitu vinatokea, kuna vitu vinatokea, kuna vitu vinatokea. Na pia Ezekieli alizani kwamba ni jambo la kawaida, wakati anatabiri mambo yakaanza kutokea. Na wewe unapotamka, kuna vitu vinaanza kutokea kwenye ulimwengu wa roho, kuna vitu vinaanza kutokea kwenye ulimwengu wa roho. Mungu wa Biblia ni Mungu wa mambo makubwa, ni Mungu wa mambo ambayo hayawezekani kibinadamu, ni Mungu ambayo wa matumaini. Yeye ni Mungu anayerejesha uzima, ni Mungu akiongea ameongea. Na pia Ezekieli alipoendelea kutabiri, akashangaa ile mifupa inasogeleana, 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 inasogeleana. Akashangaa nyama zimetokea, akashangaa mifupa, akashangaa jeshi la watu ikaanza kutembea na kupumua. Kristo, omba tu, omba, 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 omba. Yatamkie yale ambayo mambo ambayo hayawezekani. Haya, wewe ongea tu, wewe nena tu, wewe tamka, ombea, 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 ombea. Tamka kwa kinywa chako, tamka kwa kinywa chako, tamka kwa kinywa chako, tamka, tamka, tamka. Yanene, yanene, hayo, hayo, hayo. Yanene, 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 yanene. Ndio, 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 ndio. Bwana yuko kazini, Bwana yuko kazini, Bwana yuko kazini, Bwana yuko kazini. Hicho kinachoumiza moyo wako, umekata tamaa, unadhani kwamba kitaondoka, sasa kinaondolewa, 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 kinaondolewa. Iwe milima inaondolewa,
Iwe magonjwa yanaondolewa, iwe uharibifu unaondolewa, iwe maskini unaondolewa, iwe magonjwa yanaondolewa, yanaondolewa. Endelea kuomba, jiachie kwa Bwana. Zama kwenye maombi, 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 zama kwenye maombi. Omba kwa kinywa chako, nena kwa kinywa chako. Nabii Ezekieli alinena kwa kupitia kinywa chake. Yako maneno yaliyovuviwa ndani ya kinywa chako, yako maneno. Ipo sauti iliyovuviwa kwa nguvu nyingi za Roho Mtakatifu. Ndio. Upo hai unarejea ndani yako, upo hai unarejea ndani yako, upo hai unarejea ndani yako. Uchumi wako unarejeshwa tena, heshima yako inarejeshwa tena. Ndio. Kibali kinarejeshwa tena. Magonjwa yote yanaondolewa, iwe mateso yanaondolewa, iwe kukataliwa kunaondolewa. Lipo jibu leo, lipo jibu leo, lipo jibu kwa Bwana. Lipo tajua Bwana yupo, lipo tajua Bwana yupo. Anayejitambulisha, akiongea ameongea, akishuka ameshuka, akitembea ametembea. Wewe muombe tu, wewe muombe tu. Jiachie kwa Bwana, jiachie kwa Bwana. Nena. Hakuna inayoshindikana. Mifupa mikavu ikafufuliwa. Lipo tumaini. Wewe nena tu. Wewe nena. Wewe ongea na Mungu. Wewe zungumuza. Usikate tamaa, usichoke, usikate tamaa. Hali ulionayo inaweza kupisha hiyo hali. Kuna hali nyingine mpya ya kimungu itakuja juu yako, kwenye maisha yako. Endelea tu kuomba. Jiachie kwa Bwana. Endelea kuomba. Jiachie kwa Mungu ali hai. Jiachie kwa Bwana ali hai. Yupo hapa. Mwanaume wa wanaume alimkamata nabii Ezekieli, akampeleka kwenye bonde la mifupa mikavu, akamwonyesha mambo ambayo tangu aitwe kwenye huduma hajawahi kuyatenda. Huyo ndiye Mungu naongea. Huyo ndiye Mungu. Huyo ndiye Bwana wa mabwana. Huyo ndiye Mungu ali hai. Anakuonesha kwamba yale mambo yale yanayokuumiza yale unayopambana nayo hayo Bwana anakuambia upo ushindi hapa. Yako majibu leo. Upo penyo. Yupo Bwana. Yupo anayetenda mambo makubwa katika jina la Yesu aliye hai. Wewe omba tu. Mungu yupo na nguvu za ajabu. Na huyo Bwana anaanza kutembelea watu hapa. Ndio. Ni majira yako Bwana ya kutembea. Ni majira yako Bwana ya kushuka. Ni majira yako ya kushuka. Ndio. Naviona vitu vya mbingu vinawatembelea watu hapa. Yupo Mungu anapita Bwana. Roho ya unabii iliyokuwa kwa nabii Ezekieli inawatafuta watu hapa. Ndio. Kuna huduma ya kufufua wafu, kuna huduma ya kutamka vitu vilivyokufa na kuambia vikarejeshwa hai. Hiyo huduma inashuka. Ndio. Inashuka.
inatembea hiyo huduma katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ndio vitu vya kiroho vipya vinaingia ndani yako, vinaingia ndani yako hapo hapo ulipo, vinakufuata. Ndio vinakuijiria vitu vya kiroho. Saidia huyo mama taalumia. Vitu vya kiroho vinaingia ndani yako, vinaingia hapa mbele, uko nyuma, vitu vya kiroho vinaingia hivyo. Ndio vinaingia ndani yako, vitu vya kiroho. Mungu hajaishia kwa nabii Ezekiel, hapana. Hata sasa namuona yupo, hata sasa anawataka wa baba, anawataka wa mama, anawataka mabinti. Ndio anawataka. Kuna vitu vya kimbingu vinaingia ndani yako. Yupo Mungu. Kuna wengine watanyanyuliwa tu, watatembea kwa miguu yao kukimbia kwenye madhabahuni. Na virusu vitu vya kimbingu, na virusu hivyo vinapita. Ndio vinatembea, vinapita, vinajaa hivyo. Maiti zitatembea, wafu watafufuliwa. Kuna karama zinamwagwa, Ndio. Bwana anataka atumie miguu yako, Bwana anataka atumie mwili wako, Bwana anataka atumie mikono yako, akili yako, macho yako katika kufanya kazi yake, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wagonjwa wote, magonjwa naaga hapa hayatabaki. Wewe endelea tu kuomba. Kuna vitu vya kiroho vinakuvamia, kuna vitu vya kiroho vinaingia ndani ya damu yako, kuna vitu vya kiroho vinaingia ndani ya figo, kuna vitu vya kiroho vinaingia ndani ya ini, kuna vitu vya kiroho vinaingia ndani ya tumbo lako, kuna vitu vya kiroho vinaingia ndani ya nyayo zako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu wa mambo makubwa ameshashuka, yuko hapa. Mungu wa mambo makubwa ameshashuka jamani. Mungu wa mambo makubwa yupo. Ndio. Anaanza kutembelea kwa watu, anaanza kuwatembelea. Tayari uko tayari. Ndio. Anatembelea watu. Tayari uko. Hekaya za kiroho zinaanza. Ndio. Wewe endelea tu kunena, endelea tu kuomba. Mungu wa mambo makubwa yupo anatenda kazi. Mungu wa mambo makubwa yupo anatenda kazi. Hata kilichokufa kinaishi tena. Naongea kinaishi. Ndio. Kuna msukumo ambao ulikuwa umepotea ndani yako, msukumo wa kiroho unaingia ndani yako sasa, unaingia na uruhusu msukumo. Ndio. Unaingia ndani yako. Msukumo wa kiroho tayari uko, tayari pale, tayari. Ndio.
msukumo wa kiroho, msukumo wa kiroho, msukumo wa kiroho, msukumo wa kiroho, msukumo wa kiroho unaingia ndani yako, unaingia ndani yako, utakutesa sana. Huo msukumo wa kiroho hautakaa, hautanyamaza. Hapana, 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 hapana. Msukumo wa kiroho unakutesa ndani yako. Ndio, 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 ndio. Ndio, ndio, ndio. Msukumo wa kiroho kutenda mambo ya rohoni, kuyafanya mambo ya rohoni. Ndio, 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 ndio. Unaingia ndani yako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ndio, 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 ndio. Yale macho ya rohoni, ile nguvu ya rohoni, ule utisho wa rohoni, ule uwepo wa Mungu kwenye maisha yako unaingia, unaingia. Haya, 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 haya. Ndio, 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 ndio. Ndio, 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 ndio. Ndio, 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 ndio. Katika jina la Yesu. Ndio, 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 ndio. Heka ya rohoni inazidi kupita, inazidi kuongezeka. Haya, 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 tayari hapa. Tayari uko tayari, tayari. Tayari, tayari, tayari. Watu wanashukiwa na roho ya unabii. Watu wanashukiwa na roho ya unabii. Haya, 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 haya. Huyo roho, huyo roho, huyo roho jamani anatembea, anatembea, anatembea hapa mbele, hapa mbele, hapo katikati, uko nyuma. Huyo, huyo, huyo roho, huyo roho, huyo roho anatembea, anatembea. Ndio, 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 ndio. Ndio, 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 ndio. Ndio, 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 ndio. Ndio, 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 ndio. Unajaa vitu vya rohoni, unajaa mamlaka kiroho, unajaa uweza wa ajabu, ajabu, ajabu. Ndio, 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 ndio. Ndio, 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 ndio. Nena, 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 nena. Ipo nguvu ya ajabu, ipo nguvu ya ajabu, ipo nguvu ya ajabu, ipo nguvu ya ajabu. Kama unasikia sauti ya Roho Mtakatifu inakwambia kuta madhabahuni, wewe mwenyewe jisalimishe tu, maana kuna kitu Roho anataka akifanya kwa ajili yako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Yupo Roho Mtakatifu, yupo anayerejesha uhai wa kiroho, kitu kilichopoteza uhai. Yupo na nguvu ya ajabu, yupo na nguvu ya ajabu. Alimbeba nabii Ezekieli, haya, 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 akampeleka mpaka kwenye bonde, akampeleka mpaka kwenye bonde. Ndio, na hapa Roho anakubeba yeye mwenyewe, anakubeba yeye mwenyewe, anakubeba yeye mwenyewe. Kuna mambo ya kiroho, kuna mambo ya kiroho utaanza kuyaona. Kuna mambo ya kiroho utaanza kuyaona. Kuna mambo ya kiroho, kuna wagonjwa utaanza kuwaona. Kuna watu wenye mateso utaanza kuwaona. Kuna watu wenye tabu utaanza kuwaona. Ipo nguvu yake, wapo uweza wake. Ipo inapita, ipo inatembea, ipo inatembea, ipo inatembea. Amini, amini, amini. Kuna mambo yanatokea. Amini, amini. Kuna mambo yanatokea. Amini, amini, amini. Amini, amini. Pale ulipokwama unanyanyuliwa, pale ulipokwama unapita leo, unahamishwa leo. Ipo nguvu, ipo nguvu inatembea, inatembea. Ndio, 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 ndio. Haya, 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 haya. Haya, 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 haya. Miguu yako inawaka moto, na uona moto wa Roho Mtakatifu unapita, unapita, unapita. Haya, 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 tayari, tayari. Watu wanawaka moto, wanawaka huo moto. Ndio, 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 ndio. Ipo upo uhai wa kiroho, uhai wa kiroho umempoteza miaka mingi. Lao unapewa, unapewa, unapewa. Wale wanaotaka uhai wa kiroho, njoo madhabahuni niombe kwa ajili yako. Wale wanaotaka uhai wa kiroho, wale wanaotaka uhai wa kiroho, haya, 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 haya. Ikimbilie madhabahu, ikimbilie madhabahu, ikimbilie madhabahu. Wale wanaotaka uhai wa kiroho, yupo anayetoa uhai wa kiroho, yupo anayetoa uhai wa kiroho. Yupo, 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 yupo anayetoa uhai wa kiroho, anayetoa uhai wa kiroho. Inua mikono yako, inua mikono yako, inua mikono yako, inua mikono yako. Upo uhai
uhai wa kiroho, upo uhai wa kiroho. Inua tu mikono yako. Risakaraborika rapapapapapapapa. Haya. Kuna heka kwenye ulimwengu wa roho. Kuna vurugu za Roho Mtakatifu zitaanza kutendeka ndani yako. Haya. Ndio. Inua mikono yako. Dakika chache hapo panaenda kuchangamka. Bidi yapita madhabahuni hapo, na wengine hao waliokaa Roho anawatakao, nileteni hao, walete hapa. Rashakarabarika Rashakarabarika. Kuna vitu vya kiroho ukivipata vitakutambulisha katikati ya jamii, vitakutambulisha katikati ya watu. Jiandae kuvipokea. Jiandae. Ndio. Inua mikono yako. Yupo Roho Mtakatifu anagawa uhai hapa. Reshakaraboreka. Hivyo vitu vya kiroho vitakutambulisha katikati ya watu. Watu watakuogopa. Kama adui zako wataanza kuhamisha mizigo, watakimbia. Ipo. Haya, naenda kumita Roho Mtakatifu. Jiandae kutembelewa. Jiandae. Wenye watoto wasaidieni wenye watoto. Kuna nguvu ambayo inaenda kushukia watu hapa. Haya, hapatakalika. Inua mikono yako. Roho Mtakatifu yupo hapa, ana nguvu ya ajabu. Ndio. Na hesabu mara 3 hapa. Kuna vitu vya kiroho vinashuka juu yako hadi kwenye nyayo, zitapita kuanzia utosini hadi kwenye nyayo, zitapita kifuani, watavisikia. Haya. Moja, 2, 3. Hivyo. Roho anapita jamani, anapita. Oyo. Kwa mama, kwa watoto, kwa baba. Oyo. Tayari. Ndio. Haya. Kuna nguvu sio ya kawaida inaingia ndani yako. Hiyo ipokee. Kuna uhai wa kiroho unaingia ndani yako. Kuna kifungu kinakatika mdomo wako na nguvu, meno yako na nguvu, kinywa chako kina nguvu, akili yako, macho yako. Haya. Kinywa chako kitaanza kuongea maneno. Tayari jamani, midomo hiyo imejaa nguvu. Tayari. Ndio. Kuna jambo linatokea. Ndio. Tayari. Yupo Roho na nguvu za ajabu. Yupo Roho na nguvu. Nguvu inaobadilisha mambo. Saidia. Ipo power. Kuna msukumo mpya. Unawekwa na Roho Mtakatifu ndani yako. Haya. Ndio. Naona msukumo unamiminika juu yako. 1, 2, 3. Hiyo kawe inajaa ndani yako. Hiyo nguvu inajaa ndani yako. Haya. Hadi mikono yako inawaka moto. Vidole vyako utashonta watu wabaya, watakauka pale. Mdomo wako utatabiri, utaongea. Kuna mambo yatatokea. Macho yako utatazama adui zako, watayeyuka kama. Haya. Ndio. Pokea neema hiyo. Pokea. Hakuna ugonjwa utakaobaki hapa. Iwe ni ugonjwa wa kifafa, unaaga.
iwe ni malaria, madonda ya tumbo yanaondoka, iwe ni tumbo lisilozaa linafunguliwa hapa. Naongea. Ndio. Iwe ni kizuizi kinachozuia usiolewe wala usioe, hicho kizuizi kinaondolewa. Ipo nguvu ya Roho inapita kuua kila magonjwa yote, kila mateso yote yanaondolewa. Hiyo madhabahu uliyoigusa, upo moto unaingia ndani yako, upo moto. Ndio. Upo moto huo moto jamani, unawaka kwenye mifupa yako. Hautavumilia, lazima utapiga kelele. Ndio. Ipo nguvu, kuna uhai wa kiroho unaingia ndani yako. Hakuna mganga wala mchawi atakaye pambana na wewe. Hapa ndipo Bwana anaweka mpaka wa kurogwa. Hapa ndipo Bwana anaweka mpaka wa kuchezewa na wachawi. Kuna jambo Bwana alifanya. Hautalogwa wewe, hautalogeka. Rashakaraborika. Ndio. Kipokea hicho kitu cha kiroho. Pokea. Madhabahu zilizojengwa ndani ya familia yako zinahukumiwa zote. Matatizo yote yanaondolewa. Wale watu wabaya walioagizwa kuja kwako wanahukumiwa, wanapigwa shoti wote, hawataonekana, hawatabaki. Pokea. Ezekiel alikuwa binadamu kama wewe, lakini alikuwa na vitu vinavyomtambulisha katikati ya watu. Kuna pepo, kuna roho chafu. Ombea huyo, zinapigwa hizo roho za kiganga na zona, roho za kiganga za kichawi zinapigwa hizo, zinapigwa. Naona nyota yake wameikamata, wanaitumia kwa uchawi. Inapewa, wanapewa. Haya, wanapigwa. Sogeza pembeni, siwavurugie wengine. Ndio. Tulia tu, kuna vitu vya kiroho Bwana na kugawia hapa. Kuna vitu vya kiroho. Wewe ndiye utaua wachawi, sio wewe wachawi wakuue. Hapana. Haya. Utakanyaga mapepo, utakanyaga nyoka, utakanyaga mitego, utapita katikati ya bahari, utapita kwenye milima yao, utapita kwenye mashimo yao, utapita kwenye makaburi yao, utapita. Hiyo miguu iliyorogwa na uruhusu moto kuteketeza uchawi kwenye nyoyo zako. Ndio. Hiyo miguu inawaka moto, inawaka jamani, inawaka. Kuna moto kwenye nyayo, kuna moto kwenye miguu, miguu yako inawaka moto, Ndio. Kuna magonjwa yanaondolewa hapa, kuna minyororo inakatika, kuna pingu zinavunjika. Walioteka maisha yako, walioteka ndoa yako, walioteka hatima yako, walioteka maisha yako, wapo moto na wateketeza. Ndio. Jesus. Ipo nguvu ya ajabu. Bahati pita unaweka mikono, wachie wengine wamwombee huyo katika jina la Yesu. Bandika mikono. Kuna vitu vya kimbingu vinaingia ndani yao. Kuna pando la kiroho, roho
alilolipanda yeye mwenyewe. Lisiong'olewa hilo pando litakutabisha, hilo pando litakutabisha, litakusukuma kuyafanya mambo ya kiroho, litaleta msukumo wa ajabu. Ndio. Unaguswa kila ugonjwa ulioko ndani yako, kila roho za uchawi zilizoko ndani yako, kila roho za majini hazitabaki. Hawezi roho akakaa, roho mbaya akakaa hapa, maana upo moto. Ipo nguvu. Ambayo inabadilisha maisha yako. Ipo nguvu hadi kwenye nyayo, hadi kifuani. Wapo moto unapita. Ndio. Ipo nguvu ya ajabu. Kila mikataba na magano lazima yaondoke. Roho Mtakatifu anafagia ndani yako, anapita hadi kwenye damu, anapita hadi kwenye mifupa, anapita hadi kwenye tumbo. Upo moto mkali ndani yako, katika jina la Yesu wa Nazareti uli hai, katika jina la Yesu uli hai. Ipo nguvu ya ajabu. Kuna Roho Mtakatifu anakushukia kwa nguvu isiyokuwa ya kawaida ndani yako. Ipo power. Ndio. Ewe shetani, achia nyota ya mama huyu. Achia. Na kuwapesha. Achia. Nateketeza michoro ya mauti, nateketeza michoro ya uharibifu kwenye maisha yake. Nang'oa hizo roho, nazia pesa katika jina la Yesu. Achia maisha mama, achia maisha yake. Na kuwa pesa. Ondoka roho ya mateso. Na kuwa pesa katika jina la Yesu. Na ya pesa. Kila roho ya mateso katika jina la Yesu. Na ya pesa. Roho ya mateso na kuwa pesa katika jina la Yesu. Na kuwa pesa. Ondoka kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Pokea uzima. Pokea katika jina la Yesu. Pokea. Kila kitu kilichozuia maisha yako na kihukumu na kiua, kilichozingira hatima yako, naitaka hatima. Nazitaka haki za mama huyu. Shikilie. Nataka haki za mama huyu. Naongea na nyie. Achia haki zake. Achia nyota hiyo. Achia tumbo lake. Mefunga. Ninazipega. Achia tumbo lake. Hiyo damu mlioikamata, hiyo damu mliochukua, hizo nguo mliochukua, popote zilipo, na mulu moto wa Roho Mtakatifu. Natuma moto na watekeleza waganga na wachoma wachawi na pega na wapega
achia uzao wake, achia tumbo hilo, achia nyota, na kata kitofu, na kata kwa jina Yesu, na kata, na piga, na kipasua hicho kifungo, na mfata huyu mama pale mlipomfunga, na paendea hapo, na paendea, na wafata kwa jina Yesu, na wakamata wote, na wakusanya wote kwa majina yenu, na kamata wachawi, na wakamata ndani ya ukoo, majirani, marafiki, na wakamata kwa mikono ya moto, na wakusanya, na kamata, na wafaka upanga, na wafaka, na kikata hicho kifungo, na wali kiringe chenu na kirenga, na kiri moto kwa jina Yesu. Ninakuita njoo, kwa jina Yesu, njoo. Naita nyota yako, na kuita kokote ulikopelekwa, njoo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, madhabahu za ukozi kuachie kule ulikozaliwa, unatoroka leo, unahama, kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Simama hapo ulipo, inua mikono yako nikuombe, Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya neno lako na ujumbe. Asante kwa ajili ya mnenaji. Asante kwa ajili ya watu wote hawa. Ni mali yako Bwana, na waombea na wafunika damu ya Yesu na moto lao katika jina la Yesu. Roho ya mateso na nguvu za mateka za shetani inaziagiza zifarakane na wao kwa jina la Yesu. Roho ya mauti, mashimo ya kichawi, mikataba na agenda inawafarakanisha watu hawa kwa jina la Yesu aliye hai. Achilia nguvu ya uzima na damu yako Yesu Kristo ikawanenee mema watu hawa katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Chapia Yesu makofi mengi. Amen. Chukua sadaka yako tumtolee Mungu. Chukua sadaka yako tukamtolee Mungu.